Tunasoma Wakorintho wa pili sura ya 5:1-4 kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Wewe tulia, kaa vizuri. Kaa vizuri. Nasoma hivi: kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa, hatutaonekana tu uchi. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Amen. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Amen. Tunakwenda kuomba. Kaa vizuri gradi, tuombe. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa kutupa jioni njema tena ya baraka tele. Baba, hasa baraka kupitia neno lako la wakati. Asante Baba yetu kwa sababu neema hii ya ajabu umetukirimia, si kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu wala kwa akili zetu. Ni kwa rehema zako Baba umetupa hii nafasi, ili kwamba kwa mara nyingine tena tukaweze kupeperusha bendera injili yako ya samani, neno la wakati. Baba, tuko hapa, uturumie, tutangulie katika kila jambo. Yesu, kaondoe mwanadamu, wewe ukanene, na tayari umenena kupitia mjumbe. Basi utusaidie kwa ajili ya kunukuu tayari yale ambayo wewe ulikusudia kunena kupitia mjumbe wako. Mawazo mengine yote ni ya kupita, lakini neno lako kamwe halitopita kamwe. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba tuwe chini ya damu, mwanzo hadi mwisho wa ibada hii, tukiomba hayo kwa ajili ya utukufu wako na kwa uwezo wako. Katika jina Yesu Kristo tunaomba ukaweze kubariki usomi wa neno Baba, na masikio yetu pamoja na nafsi zetu zibarikiwe wakati tutakapokwenda kusikia ukinena kupitia mjumbe. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Amen. Kwa mara nyingine tena nawasalimieni na kuwakaribisheni katika jina la samani ya Yesu Kristo. Amen. Nashukuru Mungu ametupa kwa upendeleo tena nafasi hii kwa ajili ya kuweza kulisikia neno la Mungu, neno la uzima ambalo ni ujumbe wa wakati. Tuko pamoja? Amen. Ndugu mpe mama hapa tena tusome, tuendelee na somo yetu. Tunaendelea na somo yetu ya asili ya mwanadamu. Nafikiri kipengele hiki tumeshaona mambo mengi, ama tunaendelea kuona mambo mengi ambayo nabii wetu au Roho Mtakatifu anavyokwenda kunena kupitia nabii wake, nasi tuko hapa kwa ajili tu ya kunukuu yale ambayo tayari yamenenwa kwenye kanda na kwenye broshiri. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa kutupa hiyo nafasi. Nafikiri kwenye asili ya wanadamu, nafikiri tukingali kwenye kipengele kimoja ambacho tulisema ni mwili wa mwanadamu. Ni kweli? Mwili wa mwanadamu ambao nao uko kompoze na vitu vitatu. Mwili wa mwanadamu au mwili wa kawaida, kwa sababu nabii anasema kwamba huko aina tatu za nini? Za miili. Kuna mwili mmoja ambao ni wa kawaida kama ambao niko nao hapa. Si ni mwili wa kawaida ambao ulitengenezwa na elementi 16. Korime. Mwili huu wa kawaida.
ambao uko na 16 elements. Ukaziona Branham alisema kwamba ni wanasayansi ndio alisema hivyo. Kwamba mwili huu ambao niko nao uko na elementi 16 na yeye akakubali. Na akasema kwamba hizi elema zilitoka kwenye volcano. Hizi elema wakati volcano zilikuwa zinapasuka, kwa sababu ndoko kulitokea na jua na ndoko kulitokea tena na ulimwengu. Unasikia vizuri? Zile lava zile ambazo zilikuwa zinapasuka ndo zikaenda tengeneza udongo. Tutakuja kuirudilia tena kama nabii anavyokwenda kuisema. Kwa hiyo nabii akasema kwamba kabla hata hapaja kuwepo na nyota na chochote kile, miili yetu tayari ilikwisha kuwa hapa duniani. Tunasikia vizuri? Yaani tulikuwa hapa depuis. Hii miili yetu ilikuwa kwenye udongo, si ndio? Kwenye udongo huu mwili ulitoka. Nasikia vizuri? Na ndio maana mtu anapokufa, kwa sababu tuko katika hii maskani ya kuugua, inarudia wapi? Na Mungu akamwambia Adamu, na kwa sababu wewe nilikutoa mavumbini utarudia wapi? Kule tena. Nasikia vizuri? Lakini je, Adamu wa kweli alirudia ku mavumbi? Yule wa Mwanzo 1:26 alirudi ku mavumbi tena? Kwa sababu yule alikuwa ni teofani. Na teofani ndo roho ya Mungu. Ndio mwili wa Mungu au mwili wa kiungu. Unasikia vizuri? Sasa baada ya mwili huu wa kawaida, pia tuna huu mwili ambao nimetoka kusema hapa wa teofani. Sawa? Teofani ni mwili wa kiungu. Hii ndo logos kwa maneno mengine. Logos. Na ndo forme au umbile la kwanza la Mungu kuchukua hapa duniani. Unakuwaga ni mwili wa binadamu, lakini sio kama huu wa kawaida. Sio kama huu wa kwangu ambao tuko nao, ambao uko na hisi 5. Tunasikia vizuri? Lakini uko na maumbile, uko na umbo kama ya mwanadamu, kwa sababu Musa aliona mgongo akasema niliona mgongo wa nani? Wa Mungu, ambao ulikuwa kama wa mwanadamu. Tunasikia vizuri? Branham akaja kufasiri kwamba aliona teofani. Kwa hiyo aliona tena ni maskani, akuona Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni roho. Unasikia vizuri? Na nabii akasema hakuna aliyewahi kumuona Mungu, kwa sababu Mungu iko esprit. Roho Mtakatifu iko wapi hapa? Unamuona? Unasikia vizuri? Na pia 3, kuna mwili utukufu. Corps glorifié. Pamoja? Corps glorifié. Hii yote ni ya kiungu, lakini iko na utofauti. Tunasikia vizuri? Ni miili ambayo haina dhambi, lakini iko tofauti. Uko pamoja? Amen. Sasa wakati tunapokuwa katika huu mwili wa kawaida kama huu ambao unasimama hapa gisi nilivyo, huu mwili uko na sehemu 3 ambao sehemu ya kwanza ni mwili wenyewe. Pia kuna roho. Hapa ndo kuko kumbukumbu, mawazo, dhamiri, upendo. Sawa? Ulivyoona hivyo. Pia kuko na nafsi. Hivi vitatu ndo venye vinatengeneza mwili wa mwanadamu kindani. Tunasikia vizuri? Kwa sababu huku nje huu mwili uko compose na 16 elema. Huu mwili huu. Kwa sababu si wote ndo mwili. Yaani huyu ndo mtu. Sasa huyu mtu ana 16 elema ili awe mtu ambaye amekamilika. Ana element au madini 16 ya shimi. Sawa? Ndo mwili ambao tuko nao sie wote hapa, ambao uko katika hii anga ya dunia. Tunaonana, tunasalimiana. Tunasikia vizuri? Pamoja? Amen. Tuko pamoja? Bo. Jose ama siku ile ilikuwa siku gani ambayo tulikuwa hapo ibada? Siku ya pili? Siku ya tatu, Kuna jambo ambalo nilisema nikaongea kwamba kwa
sababu sisi ni watu ambao tunaongea wazi, hatuna vya kuficha. Wakati niliongea kwamba kuna baadhi ya nyimbo ambazo tunaziimba ni za kunani, ni za kuacha kuimba, sawa eh? Sasa naona zilileta zilitikisa watu, nikaona umoja ana posti, sawa eh? Akaposti ujumbe kwenye sehemu nabii alitaja ule wimbo wa tenzi ilikuwa mia ngapi? Nakuwa 200 kama sikosei. Ile kazi yangu ikisha nami nitamjua, sawa. Nikaona sasa, tunaona kwa sababu wandugu na wadada leo wengi washakuwa wanafiki, sawa. Wengi washakuwa wanafiki. Kwa sababu gani? Branham anasema kwamba unapoona ndugu yako kakosea, sawa, na tayari sisi tuko hapa, tuna mtandao unakuja kwa ajili ya kutusaidia kama gisi ninavyoandika, kwa sababu hata Facebook, hata kama utakomentea hadharani, sikuko inbox frere, si unaweza andikia mtu tu kwamba frere pale kwenye ulinani, ona gisi nabii anasema hapa, ulisema hivi, lakini ona gisi nabii anavyosema hapo. Unaweza ukasema kwa roho ya ya kutaka kusaidia ndugu ya, unasikia? Lakini sasa leo tunakuwa tunabandika tuonekane kama vile tuko wajuaji, ama tunamkorije venye alisema ni shetani. Hapana, ni makosa. Tunasikia vizuri? Sasa akaandika, kuna ujumbe ambao nabii alikuwa anaimba ule wimbo huo ambao tulisema hapa, nitamjua, sawa. Akawa anauimba, lakini sasa zile kupla ambazo zimeandikwa mule, unasikia vizuri, haziko hemo, lakini anachukua ile refle. Tunasikia vizuri? Situko tunasema wazi, tunaficha? Hatufichi. Pale ambapo tulikosea tunasema tumekosea, na pale ambapo tulielewa vibaya tunasema tumesema vibaya, na pale kwa tunaelewa vizuri tunasonga mbele. Tunasikia vizuri? Je, ni dhambi? Branham hakukuwa na tubu? Si alisema bongo na akaenda kutengeneza aviko mkanda. Sasa kama Branham alitengeneza, mie ni nani? Ni kosa? Hapana. Sawa? Sasa kabla ya kuingilia kindani sana, mimi wakati nilipoongea ile swala nikasema hivi, na video iko pale. Hizi nyimbo waliokuwa wanaziimba, unalala? Lala, atuyasoma hata nabii unaanza lala. Sinzia. Nikasema kwamba hizi nyimbo sio zote ambazo ziko na ufunuo. Si ndio nikisema mimi? Sio zote ambazo tunapaswa kuziimba, kwa sababu waliozitengeneza au waliokompose zile nyimbo hawakukuwa wafrere wa ujumbe huu. Ni wakati wa madhehebu, ama wakati, na ndio jinsi nilisema, ni wakati wa watengenezaji. Tunasikia vizuri? Sasa wale watengenezaji hawakukuwa na neno lote. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Hawakukuwa na neno lote, walikuwa na sehemu. Hata Paulo naye alisema tunahubiri kwa sehemu. Je, vile ambavyo Paulo alisema haikukuwa neno la Mungu? Haikuwa neno la Mungu? Tuitupe? Kwa sababu ni sehemu, tuitupe? Unasikia? Je, lakini tutaisha kwenye ile sehemu? Hapana. Si tunasonga mbele? Sawa? Ndio nikasema kwamba nikaanza taja, nikagusa hii wimbo hii. Nikasema huu wimbo kulingana na nabii anavyosema ni wimbo ambao nilisema hivi, hakuna ufunuo. Kwa sababu gani? Sisi mataifa hatuna ahadi, sawa, ya kumpokea Yesu akiwa na makovu. Je, tutamwona Yesu akiwa na makovu?
Je, mataifa tuna hiyo ahadi? Tunasikia vizuri? Lakini wakati alipokuwa anaimba huu wimbo, kwa sababu sio Branham aliyouimba, ni mwingine, ni dada mmoja tutamsoma hapa, alikuwa ni Marekani. Tunasikia vizuri? Alikuwa Methodist. Je, Methodist ni wakati wa bibi harusi? Hapana. Tunasikia vizuri? Sio wakati wa bibi harusi. Je, sisi hatuamini kuhesabiwa haki? Kuhesabiwa haki ni ujumbe wa Branham. Kutakaswa ni wa Branham. Lakini si hatuamini. Kwa sababu ni sehemu ya neno. Wewe toka pale. Je, vyote ambavyo wale watengenezaji walivyosema vyote vilikuwa ni Mungu? Na vyote venye walifanya alikuwa shetani? Hapana. Nasikia huko. Sisi tunachambua. Tunasikia vizuri? Tunachambua. Kila ambacho kimepita mchujio la mtu mwenye busara kwa wakati wetu tunakichukua. Kwa sababu hicho ndio kenye Roho Mtakatifu ameruhusu kitendeke kwa wakati huu wa mwisho. Pamoja? Sasa sikiliza sasa source ya huu wimbo. Nitamjua. Sawa? Niko nataka nionyeshe hilo. Kwanza nionyeshe hiyo. Sasa watu leo kwa sababu wana roho ya unafiki hawapendi, kama yeye ameona ni jambo fulani ambao labda mimi niliongea vibaya kuliko kuniambia, anaweka kwa upande wake kuona kama vile yani ananijibu indirect. Unasikia vizuri? Unajua kujibu indirect yani ni kujibu na kulenga wewe lakini unakuta naenda ongea grade pale, niko namwambia grade lakini naongea we. Sasa hiyo haiko Ukristo, ni upagani. Unasikia vizuri? Branham hakutufundisha vile. Alisema ukiona ndugu yako amekosea umwambie. Usiende kumwambia mtu mwingine. Sasa unaona mtu iko na sitazo, tena iko na muua. Unasikia vizuri? Haya ambayo anachukua yanabii tena iko na muua. Inamuua. Wewe kama uliona mimi niliongea vibaya ama nilikosea, niambie, usiende ambia mtu mwingine. Si ni kweli? Tunaona matawi inatufundisha. Sio kweli? Lakini sasa mimi kuliko nikwambia wewe, nenda ambia ndio watu wengine, watu wazima wanakuwa wanafanya kwa akili ya kawaida. Unakuta iko namwambia wewe mtoto na kuaga mchoyo wewe kumbe anaongelea baba ya. Unasikia huko? Sasa ile iko Ukristo, ile ya kawaida na Ukristo ni vitu viwili tofauti. Unasikia vizuri? Iko tofauti, si ni kweli? Je, ule mtoto ndo alikosea? Toka hapo. Tuko pamoja? Ngoja chukua ujumbe najua. JC tarehe 17 mwezi wa 4 60 ilihubiriwa Jeffersonville, aya ya 96 hadi 100. Sikia nabii anavyosema 94 na 6 plito. Toka hapo. Tutoke hapo. Takuchapa fimbo. Toka hapo. Najua. Ujumbe unaitwa najua tu. JC. Ushaiona? Paragrafu 96. Nabii anasema hivi,
maana ziko nyingi tu, hata wakati wa Smirna. Lo 96. Lo Mungu wetu na Mwokozi wetu, tuna shukrani tele kwako kwa ajili ya Pasaka hii. Ilikuwa mwezi wa 4 Pasaka, kwa ajili ya kile inachomaanisha kwa mioyo yetu, na kwa imani uko ng'ambo ya nchi tunaweza kuona kuja kwa Bwana Yesu, wakati anapojiweka mwenyewe tayari sasa, akivalia mavazi yake ya kifalme, na kanisa linavaa kanisa linavaa bwana harusi anavaa vazi lake la harusi. Tunakaribia kuwa na mkutano mkubwa, karibuni sana. Sawa, si wa unyakuo huo miaka 3.5. Lundo hili la majivu haliwezi kusimama milele. Lundo gani? Huu mwili. Unasikia vizuri? Hizi ni majivu. Niambia umwewe alikuja kumpa majivu. Tunapowasikia watu wakicheka, wakituziaki na kutuita jina hilo la kashfa la watakatifu wanaojibingisha na kutuziaki na kusema kwamba sisi hata hatuna akili timamu, lo, haliwezi kudumu kwa muda wote Bwana. Lakini jalia tuwe kama Ayubu, tushikilie ushuhuda wetu. Jalia tuwe kama Danieli katika tundu la simba, ama wale wana wa Kiebrania kwenye tanuri la moto, ama Ibrahimu katika safari yake. Hii ilikuwa ni maombi. Tusaidie Bwana, toka. Tusaidie Bwana kusimama waaminifu mpaka tutakapoona jambo hilo kuu likitukia. Unasikia? Wakati baragumu itakapolia na wafu katika Kristo watafufuka, sisi tulio hai na tuliosalia tutabadilishwa katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua na kufumbua jicho. Ndipo kutatokea ile Pasaka kwa ajili yetu ambayo Kristo aliifurahia miaka 1900 iliyopita asubuhi ya leo, na akasema, kwa sababu mimi ninaishi, mtaishi pia. Yesu huyu aliyepelekwa juu kutoka miongoni mwetu atarudi vile vile tu alivyoenda. Tutamuona hata kila kovu mkononi mwake na kila alama ya mwiba kichwani mwake. Tutamuona. Unasikia? Sikia Branham anavyosema? Tutamuona na nini? Na kila alama. Tutamuona hata kila kovu mkononi mwake na kila alama ya mwiba kichwani. Tutamuona. Nasikia vizuri. Nasikia nabii. No. Anaanza sema ule wimbo, nitamjua na aliyekombolewa nitasimama kando yake. Naam, Bwana, maskini moyo wangu, wakati huu mwili wangu mnyonge unapoanza kuinama chini ya mzigo, mahangaiko na kazi za mashamba ya mavuno, huduma za umishenari na mema na mabaya, na kutojali kati ya wahudumu wenye kiburi na kadhalika, kote mahali hapa, na watu wakibeza na nguvu za uovu. Lakini Bwana, siku moja tunakuja kama Eliya chini kwenye mto. Angalia kule kwenye kila kichaka limefungwa gari la moto ambalo litatubeba na kutuondoa humu. Tujalie tujue kwamba malundo haya ya majivu ni mapazia tu ya kutuficha na kitu kile kikuu ambacho kiko tu mbele kidogo, ule utukufu mkuu. Branham anasema hapa. Ndugu Branham anakwenda kuomba. Wakati alipokuwa naomba, akagusia swala la kwamba eti Yesu atakapokuja kutuchukua, kwamba atakuwa tena iko na iko na taji ya miiba. Ana taji ya miiba. Ngoja nipaone tena.
Anambia asema Yesu huyu aliyepelekwa juu kutoka miongoni mwetu atarudi vile vile tu alivyoenda. Tutamuona hata kila kovu mkononi mwake na kila alama ya mwiba kichwani mwake. Tutamuona. Lo, nitamjua. Na aliyekombolewa nitasimama kando yake. Tunaenda vizuri. Twende ujumbe mwingine. Hatutasema mengi. Tunasoma nabii. Ngoja nisome hii Batimayo kipofu. Ya tarehe 24 ilihubiriwa Texas. Aya 34. Hapa 32 nabii anasema hivi, fikiri au twende hapa. Nabii anapoongelea habari za kipofu huyu. Tuanze hapa 31. Ndio mfuate huku. 31 inasema hivi, Batimayo ilihubiriwa tarehe 24 mwezi wa kwanza 61. Nafikiri moja ya mambo ya kutisha sana ni mtu kipofu. Nabii anasema mtu akiwa kipofu kwa kawaida ni jambo moja ambalo ni la kusikitisha, ni la kutisha sana. Ni mtu kuwa kipofu. Sasa anakosa mengi hivyo. Mtu akiwa haoni anakosa mambo mengi sana. Nami ninasikitika ninapomwona mwanaume ama mwanamke mtaani akiwa na hiyo fimbo nyeupe akitembea akipigapiga. Mara nyingi nimesimamisha gari langu na kumkimbilia na kumwona maskini mama fulani akiwa karibu kugonga kizingiti ama chochote kile huko chini mtaani na kumsaidia kuvuka jamaa mdogo ama mzee. Upofu nafikiri ndilo jambo la kusikitisha sana. Nasikia huko Branham alikuwa anafanya hivyo, akiona wale vipofu ambao wanatembea wanataji gonga, anasimamisha gari, anaenda kupitisha yule mama kizee au bibi kizee ili asijigonge. Nabii anasema kuwa kipofu ni jambo la kutisha. Lakini mimi kuna upofu ambao ni mbaya kuliko upofu wa kimwili. Huo ni upofu wa kiroho. Ninawahurumia zaidi kuliko ninavyowahurumia vipofu wa kimwili. Unasikia vizuri? Upofu mbaya ni wa kiroho. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo, kwa nini mioyo yetu isiwaendee badala ya kuwahukumu? Unasikia huko? Mtu ambaye hajui neno, ambaye hana nuru ya wakati wa leo, kuliko kumhukumu, lazima umwendee, umuonyeshe neno la wakati linavyosema. Pamoja? Hebu na tuwapende, ndipo wataona nuru. Kama tu utawapenda. Ulimwengu unakufa si kwa ajili ya uchumi bora. Kanisa linakufa si kwa ajili ya majengo bora. Unasikia huko Kinachofanya kanisa likufa sio kwa sababu mmenunua vitu vipya mkaweka mkanisa. Unasikia vizuri? Si kwa ajili ya majengo bora, dhehebu kubwa zaidi, bali linakufa lipate mtu wa kulinyoshea mkono wa upendo, kuonyesha ya kwamba tunajaliana sisi kwa sisi. Na hiyo ndio ishara yenyewe ambayo Yesu alituambia kwamba kwa hii watu wote wangejua ya kuwa ninyi mlikuwa wanafunzi wangu wakati tukipendana. Unasikia vizuri? Hii kupendana ni kuonyeshana nuru ya wakati wale.
ambaye iko kipofu kiroho, unamuonyesha injili ya wakati badala ya kuhukumu dhehebu ambayo iko hemo. Nasikia vizuri? Wanadamu ama ulimwengu watajua sisi kama tunapendana au sisi kama tuko watu wa Mungu kupitia injili ambayo tunayowaonyesha. Nasikia vizuri? Nilikuwa nikiwazia juu ya kipofu. Sikia kipofu ambaye nabii anasema. Kidogo iko nje ya somo langu, lakini pia si nje. Kulikuwa na kipofu Fanny Crosby. Fanny Crosby. Ndio nilisema huyo alikuwa ni Marekani. Fanny Crosby. Kama ni Crosby, kama ni Crosby, za vyote iko. Alizaliwa 18. Angalia huku. Huyu Fanny Crosby alikuwa ni mwanamke Methodist. Alikuwa Methodist. Je, ni wakati wa Branham? Hii miaka ni wakati wa nabii? Hapana. Fanny Crosby alizaliwa hii miaka, nilienda kuangalia Google nikamwona kila kitu. Alikuwa ni mwimbaji. Sawa, alikuwa poete. Mtu wa kuandika mashairi. Unasikia vizuri? Alizaliwa New York. Ndio kwenye alizaliwa hapa New York. Alizaliwa tarehe 10 mwaka wa 1820, akafa 1915. Laodikia hapa iko na miaka ngapi? Kwa sababu Laodikia ilianza kipindi cha Pentecost 1906. Yaani tuseme baada ya miaka 9. Sawa? Miaka 9? Yaani hapa alikufa deja. Branham iko na miaka ngapi? Miaka 6. Kwa sababu Branham alizaliwa 1909. Na hapa deja 1915 anafariki. Branham alikuwa na miaka ngapi? 6. Miaka 6. Na alipofikisha miaka 7, malaika akamtembelea, akamwambia usijichafu. Miaka 7. Akaanza kuona maono kile kilalo cha kule kwa hapo Kentucky. Tunasikia vizuri? Huyo alifanya miaka 95, kidogo afikishe siècle. Kwa sababu kitoa hii 1915 na hii kuna kosekana tu 5 yenye 100. Yaani aliishi miaka 95 hapa duniani. Sawa? Sasa nabii anamuongelea huyu. Alifanyaje? Nilikuwa nikiwazia juu ya kipofu kidogo, iko nje ya somo langu lakini pia si nje. Kulikuwa na kipofu Fanny Crosby. Angeweza kuona vizuri kuliko watu wengi walio na macho mawili mazuri. Tunasikia vizuri? Walijaribu kumfanya wakati mmoja aandike muziki ama mashairi ya ulimwengu wa dansi. Hata kulala ni kitu ya maana hiki. Sasa unafunga macho nini? Mimi kwambia usio unafunga macho. Mimi nitajua uko nalala tu. Kifunga macho mimi najua unaanza sinzi. Sasa huyu Fanny Crosby ni Marekani, binti wa Kimarekani, alizaliwa hapa. Wakati na biografia yake ku Google, alizaliwa katika familia ya kimaskini. Sawa? Utaisoma nani yake kama muda utakuwepo. Sasa huyu dada akawa na kipaji cha kuandika mashairi ya nyimbo. Hizi nyimbo za mingi ambazo tunaziimbaga, yeye ndo alizitunga. Unasikia vizuri? Kwenye Google wanasema alitunga nyimbo zaidi kama ya 800. Kama sio 800 itakuwa 1000 nyimbo. Sawa?
Na ndio maana siku ile nilisema kwamba hizi nyimbo sio bafreda ambao walizicompose, ni watu wakati wa watengenezaji kule, Mungu anashughulikia na watengenezaji. Unasikia vizuri? Methodist alikuwa ni nani? Ni wakati wa nani? Haiko Wesley? Utakaso. Ni ujumbe wa wakati? Wakati wa Branham? Hapana. Twende polepole. Angeweza kuona vizuri kuliko watu wengi walio na macho mawili mazuri. Walijaribu kumfanya wakati mmoja aandike muziki ama mashairi ya ulimwengu wa dansi na kwa ulimwengu wa burudani, naye akakataa kufanya hivyo. Kwa hiyo walikuwa wakimziaki. Unasikia huko Wakaanza mshawishi hawa anaandika mashairi kama hapo wasanii wa ulimwengu walivyo. Tu huko na kipaji cha kuandikia watu mashairi, cha kuimba. Sasa wewe ili upate pesa, tunga mashairi ya ulimwengu wa dansi ili upate yes. Wakaanza mcheka mtu mwenye kuna kipaji kama kile, lakini anajika leo atakuwa anaandikia tu Mungu hivi na vile. Unasikia vizuri? Nikawazia, Branham huyu akawazia, ni tofauti jinsi gani kati yake na maskini mvulana fulani wa Kipentekoste ambaye ameuwasha moto ulimwengu wa roki. Mara nyingi nimewazia kwamba yeye ni mbaya kuliko Yudasi. Wakina nani? Elvis na Presley. Unasikia vizuri? Elvis na Presley. Fan Crosby. Sawa? Huyu dada ndo miaka ambayo alizaliwa, walifanya miaka 95. Sasa nabii anasema hivi kwamba huyu dada maisha yake yote aliweka wakfu kwa Mungu, kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo na kumwimbia. Lakini nabii anasema ni tofauti jinsi gani leo tukiona wakina Ricky na wanani na wa Elvis Presley ambao wako ulimwenguni tena wako kanisani. Walikuwa ni wa Pentecost, lakini walileta aibu kwenye ulimwengu wa kidini. Unasikia vizuri? Na nabii akasema wale wa Elvis Presley na Patty Boone na wengine wote ba Rod Foley walienda kuzimu. Ni roho za kuzimu kwa sababu wao waliuzisha Yesu. Wao wana maisha ya mbaya kuliko hata Yuda Iskariote. Nasikia nabii alivyosema? Mara nyingi nimewazia kwamba yeye ni mbaya kuliko Yudasi. Yudasi, Esau aliuza haki zake za mzaliwa wa kwanza. Na ni jambo la kuchukiza jinsi gani ambalo kijana mwanamume huyo atapaswa kuwajibikia kwenye siku ya hukumu. Aliwapeleka watu wengi kuzimuni kuliko vilabu vyote vya pombe haramu vilivyoko nchini. Hiyo ni kweli. Unaona huko Wanani? Wa Elvis Presley. Patty Boone, Red Foley, hao wote hao walikuwa wa Pentecoste, lakini wana maisha ya mbaya. Wanaimba nyimbo za Mungu, lakini wana roho wa ulimwengu. Yaani walikuwa wanatunga hizi nyimbo kwa niaba ya kupata pesa. Sasa Yuda yeye alimuuza Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha. Lakini wao walipata mabilioni wakauza injili. Tunasikia? Na hizi nyimbo zao zinapeleka wengi wapi? Kuzimu. Kuliko baa za pombe. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Tutasikia nyimbo za madhehebu? Hatuko huko. Sawa? Nabii anasema hivi. Tunasikia vizuri lakini. Alafu basi wakati Fanny Crosby siku moja walipomjia na mapatano haya makubwa,
alikuwa maskini pia, nao wakamjia na kusema, tutatoa kiasi fulani kama tu ukichangia kipaji chako katika kutunga nyimbo za ulimwengu wa burudani. Akakataa katakata, asingefanya hivyo. Toka hapo, toka hapo mbio, nikuchape eh? Toka hapo. Na huko nalala John. Akakataa katakata, asingefanya hivyo. Wende unao kumacho, wende kunao mcho. Unasikia vizuri? Asingefanya hivyo. Akasema, kama kuna chochote nilicho nacho ni cha Kristo. Na kwa hiyo wao wale wanaume waliokuwa wakizungumza naye wakasema, basi nadhani ya kwamba unatarajia kwenda kwenye ulimwengu ambamo kuna uzima wa milele na kadhalika. Kasema, naam, ni kipofu hivyo. Ile jimbe najua. Batimayo kipofu ishakuwa ingine. Ukiandika Bartimayo tarehe 24 mwezi wa kwanza 61. Kasema naam. Kwa hiyo tarehe 24 mwezi wa kwanza 61. Paragraph 36. Kasema naam. Kwa hiyo unamtarajia huyu Kristo awe nini? Unasikia kwenye kulitokea wimbo na nitamjua. Walikuwa kwanza wanamziaki huyu, wanamziaki tena wanamshawishi. Unasikia vizuri? Walikuwa wanamshawishi kwamba aachane na kutunga nyimbo za Injili, ili hao anatunga nyimbo za ulimwengu. Kwa leo tunasema za ulimwengu. Unasikia vizuri? Sasa alipokataa yeye huyu Crosby, ndipo wakawa mziaki. Sasa wewe bakaanza kumziaki. Sasa wewe huko nasema kwamba eti utamtumikia Kristo, kwanza huko kipofu. Sasa wakati ukifa utamuona aje? Na wakati huko kipofu. Ndio hapa akasema, kwa hiyo unamtarajia huyo Kristo awe nini? Kasema, yeye atakuwa ni mwanamume. Kisha akasema, basi kama wewe uko vile vile tu basi kama wewe uko vile vile ulivyo hapa. Kasema, kama usingemuona. Kasema, wewe ni kipofu. Ndo alimwambia vile. Sasa huko kipofu utamuona namna gani? Nasikia? Akasema, lo, nitamjua kwa vyovyote vile. Tunasikia vizuri? Si ni imani? Haiko imani? Na wakati fulani nabii naye, kuna ndugu moja, njoo kae, usimtikise mtoto, kaa pale. Kuna mzee mmoja naye alimwambia eti, kama Mungu akikwambia eti upite hapa kukibambazi, je, unaweza pita? Akasema kwa imani, kwa sababu ni Mungu ndo amesema, naweza pita. Kwa kawaida mtu anaweza pita hapo. Unasikia huko Unaona kwa kunatoka source hiyo inspiration, huo upako, huo uvuvio. Unasikia vizuri? Twende polepole. Yeye ule dada akasema, nitamjua kwa vyovyote vile. Kwa hiyo akasema, ungewezaje kumjua kama ungali kipofu kule? Kwa kuwa hujawahi kuona katika maisha haya, na upande ule mwingine kama una macho kule, ungemjuaje? Unasikia? Akasema, nitamjua. Nao wakamcheka, naye akageuka na kuanza kutembea kote kwenye nyumba. Alipokwisha kufanya uamuzi wake, la Bwana, hakuna kitu cha ulimwengu, kipaji changu chote amepewa Kristo. Nao wakasema dote. Akaanza kurudi nyumbani na kuinua mkono wake akasema, nitamjua. Akaanza wimba ule nitamjua, na huku nimekombolewa karibu naye nitasimama. Na huku nimekombolewa karibu naye nitasimama. Nitamjua kwa alama za misumari mkononi mwake. Unasikia huko
Ni kwenye nyakati hizo kuu za hatari ambapo majaribu yamewekwa juu yetu, ambapo Mungu huingia tunapofanya uamuzi kwa ajili yake. Tunasikia vizuri? Yeye alisikilia neno la Mungu akasema, kwa vyovyote vile, hata niwe kipofu sijali, mie nitamjua tu, nitamgusa hata kama simuoni. Tunasikia vizuri? Tuulize swali, je, tukiingia kiwango cha 6, mtu akiingia kiwango cha 6 anakuwa kipofu? Anakuwa kipofu? Sino tunadekortike sasa. Je, anakuaga Branham alipoingia kiwango cha 6 alikuwa kipofu? Hapa sinabii anasema kwamba hata kama nikiingia kule nikiwa kipofu nitamgusa ama nitamjua. Ni kweli? Nabii asema hii ilikuwa ni wakati ambapo alipatwa na majaribu. Toka hapo nitakuchapa, usinichezee mimi. Nabii asema wakati wa majaribu unapotokea, uamuzi mzito wako unachukuliwa. Nabii asema ni kwenye nyakati hizo kuu za hatari ambapo majaribu yamewekwa juu yetu, ambapo Mungu huingia tunapofanya uamuzi kwa ajili yake. Hiyo ni kati ya uzima na mauti, na ncha hiyo ndogo yenye makali. Wakati mwingine, wakati wa mwisho unapofikiri utapona na mtu fulani anakuziaki, huku ungali umeshikilia ushuhuda wako, ni kwa wakati huo ndio Mungu huingia. Nasikia huko tunamaliza hapo. Tunasoma ujumbe ambao nabii alihubiri California, les choses qui sont à venir, ya Kiswahili, mambo yatakayokuwapo, 157. Branham tena narudilia yale. Mia 57 tarehe 5/12/65. Mia 57 inasema hivi: lo jamani, ninajua mimi ni jamaa tu wa mtindo wa kale, ninapenda dot. Nafikiri hiyo imeshinda maigo haya yote mapya yaliyokatwakatwa ya dansi za roki maili milioni 1. Au washairi wa kale walioandika hizo nyimbo, Roho Mtakatifu alikuwa zamani huyo watu washairi wa zamani waliandika nyimbo kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Au washairi wa kale walioandika hizo nyimbo, Roho Mtakatifu aligusa kalamu hii wakaanza kuandika. Lo jamani, wazieni juu ya Ed Peronet na hao wote watu mashuhuri, Fanny Crosby. Nasikia Branham anaweka pointi 2. Usinipite Mwokozi, unisikie. Nasikia mwenye aliutunga ni Yuda. Sawa? Sijui kama nabii alikuwa naimba tu ama yeye akiwa anaweka pointi 2 pale, kama vile mwenye aliutunga. Tunasikia vizuri? Hata ku biografia yake wanaweka wimbo. Yeye ndo aliutunga.
Wakati mmoja walikuwa wakijaribu kumpata tena, anarudilia, wanaenda kumshawishi. Sawa? Kasema, mbona tunaruka? Mbona wewe ni kipofu? Utakapofika mbinguni utajuaje? Akageuka uvuvio. Kwa hiyo akasema, nitamjua. Hapa kwenye kanda wanaimba, tunasikia vizuri. Kwenye kanda, ukisikiza kanda ya audio, wanaimba wimbo. Hii wimbo, nitamjua, nitamjua. Sawa? Na nitasimama karibu naye nikisha kukombolewa. Nitamjua, nitamjua. Vipi? Sawa? Kwa alama za misumari kwenye nini yake. Vinginevyo nisipomwona nitaupapasa mkono wake. Ndo alikuwa anasema nitamjua, nitamjua. Anaurudilia ule wimbo. Nabia anauliza, hivi hiyo haiwafanyi kumpenda? Ameenda kutuandalia mahali, na nikienda kuandalia mahali nitarudi tena kuwapokea kwangu. Tunasikia vizuri? Enyi watoto wadogo mlio katika uchungu, sasa tiini tena amri za Mungu. Na mchungaji hapa, kama hakuna hata mmoja wenu aliyekwisha kubatizwa. Branham anarudilia hapa. Tunasikia vizuri? Tunachukua wimbo wenyewe sasa. Aya ya kwanza ya wimbo, kazi yangu ikiisha, 102 ya tenzi, inasema hivi: kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka, sawa, na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ngamboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Tunasikia vizuri? Hii ngamboni ni sehemu gani? Ni mbinguni au kiwango cha sita? Hii ambayo inasemwa hapa. Nasema ngamboni. De l'autre côté. Ndo maana hii de l'autre côté. Sasa kule ambako wanakuaga wanapokea watakatifu, ndugu dada anapoenda kama alikuwa na Roho Mtakatifu. Kule ambao wanakuaga wanawapokea ni Mungu, anakuaga ni Yesu, ama anakuaga ni wanani? Wandugu wenye wako kule. Wandugu wenye wako kule. Sasa hapa wanasema wandugu? Hapana. Wanasema nani? Yes. Mwokozi atanila? Wakati Branham alienda kiwango cha sita, mwenye alimlaki kula alikuwa nani? Alikuwa Yesu, alikuwa nani? Alikuwa Frere. Tufanye hii sasa. Branham alisema, alisema Crosby aliimba huu wimbo nitamjua. Si ndio hivyo? Basi tunakatala. Ni ami. Sasa tunaangalia wimbo sasa. Na venye nabii alisema humu. Sawa? Kwa sababu alimuuliza swali wale watu ambao walikuwa wakuja kumziaki. Wewe utamuonaje na uko kipofu? Wewe utajua mtu wewe na uko kipofu? Haujawahi kumuona? Na alimpa mfano kama vile ukienda kiwango cha sita ama ukifa ukienda sehemu ya mzuri na huko hivyo kipofu. Je, utamjua Yesu? Kasema mimi nitamjua. Hata nikimgusa tu nitajua alama ya nini? Nasikia? Sasa huu wimbo unasema kwamba ngambo ya pili Bwana ndiye anaye. Je, Branham ndo anasema? Sasa tukubali ya wapi? Yes. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka. Sie tunafuata alalupe kila mstari wa wimbo. Na kuvaa kutokuharibika, Wakorintho wa pili. Nitamjua Mwokozi nifikapo ngamboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Swali inakuja, je, wakati sisi tunapotoka hapa katika ulimwengu wa kawaida, katika huu mwili wa dhambi, baada ya kupokea Roho Mtakatifu, tunapoingia kiwango cha sita, je, kule ngambo ya mto
ni Yesu Kristo ndo anakuaga anatulaki? Ajabu kabisa. Unafanya nini huko? Tunasikia vizuri. Tukubali ya wapi sasa? Tukubali hii tenzi au tukubali venye Branham alisema? Kwa sababu vile vile hii audio hii utasikia tu anaimba hivi, nitamjua. Unasikia vizuri? Sasa tunaenda kuma couple sasa. Hii couple ya kwanza. Je, sie tukienda kiwango cha 6. Ni Mungu ndo anakuaga anatupokea pale? Je, Mungu iko kiwango cha 6? Yesu iko kiwango cha, kwa sababu Branham naye alienda huko. Unasikia vizuri? Branham naye alienda Je, wakati alipofika kule ndugu Branham kiwango cha 6, hakumuuliza Yesu iko wapi? Hakuuliza kule? Aliuliza. Wakamwambia iko wapi? Iko juu kidogo na wewe. Yaani alikuwa kiwango cha 7. Unasikia vizuri? Tukubali ya wapi sasa? Hii yenye Branham anasema humu na hii inaambatana? Nauliza. Inaambatana? Couple iko ile lakini maneno iko tofauti. Hii couple ya kwanza tu iko tofauti na venye Branham anasema humu. Nabii anajipinga? Hapana. Tiko nauliza. Kwa sababu yule niliona waliposti. Baada ya kusikia mimi nilisema kwamba huu wimbo huu haufai kuimbwa kwa sababu hauna ufunuo. Si ndio nilisema mimi? Nilisema hauna ufunuo kwa sababu neno la Mungu halijasema hivi. Unasikia vizuri? Sasa venye nabii alinukuu humu na alipoongelea habari za huyu Fanny Crosby. Na hii ambayo inaandikwa hapa, kwa mfano hii couple ya kwanza hii. Iko sambamba na nabii anavyosema? Narudilia. Kazi yangu sitaimba, sitatoa sauti. Kazi yangu ikiisha, si ya kuisha hapa duniani? Nami nikiokoka. Nikiokoka. Baada ya kazi ndo naokoka? Hapana. Hapana. Baada ya kazi ndo naokoka? Je, kazi ndo inakufanya uokoke? Tunaenda polepole. Unasikia? Tunaokolewa kwa kazi? Hapana. Mafrere bumwate hapa sina tusimwate Roho Mtakatifu awafundishe. Mwate buyuwai. Message haiko citation. Tunasikia vizuri? Message haiko citation. Muko citation utazisoma na zitakuua. Sio kweli? Branham anasema maji yale ambayo yaliokoa Nuhu na ndio yenye alifanya nini? Yaliangamiza wengi. Maji nini na iko neno? Hizi citation za nabii utazisoma zinakuua na wengine wanapata uzima. Kikubwa ni kuangalia nabii anaposema jambo hili alikuwa mroho gani? Unaona kwenye alianza kufafanua kwanza mwenye aliimba ule wimbo? Tunasikia vizuri? Roho kwanza yenye alikuwa hemo ilikuwa ya majaribu. Tunasikia vizuri? Nabii kusema majaribu walikuwa wanaenda kumshawishi. Wanaenda kumshawishi kwamba achane na kumtungia Mungu nyimbo, bali awe anamtungia nani? Shetani, ili apate pesa. Yeye akakataa. Haiko nabii ndo akasema ndo kama unaonaga kuko nyakati za majaribu makubwa ndo hayo. Iko maskini lakini iko naambiliwa atunge tu atapata utajiri. Haiko jaribu.
Tena wakaanza msiache. Sasa uko kipofu. Sasa ukifa na huko vile vile kipofu. Sasa kule utamjua Yesu, wewe mwenye uko na mwandikiandikie. Utamjuaje? Na uko kipofu. Akasema kwa vyovyote vile mtamjua. Sasa hiyo ni kuonyesha andiko ama ni imani yake? Ni imani. Tunasikia vizuri? Ni imani, na ndio maana ule ndugu ambaye aliambiaga ndugu Branham akisema hata hapa naweza pita. Kama Mungu akiniambia tu. Sawa, kwa imani naweza pita. Kwa kawaida unaweza pita kwa kibambazi. Ni imani ya mtu. Kisha Branham akasema kwa je, wangapi wanapenda hizo nyimbo ambazo ziliimbwa na washairi wakiwa wanaongozwa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu? Si ndio Biblia alisema hapa? Narudilia hapo, sikia hapa. Nabii anasema hapa. Ni 50 na ngapi na 7. Anasema hapa, au washairi wa kale walioandika hizo nyimbo, Roho Mtakatifu aligusa kalamu hiyo wakaanza kuandika. Tunasikia vizuri? Walipata uvuvi? Je, utakaso iko neno? Vile ambavyo walivuvia haikukuwa neno, lakini ni neno kwa sehemu. Madhehebu wakati wa watengenezaji walikuwa na neno kwa sehemu. Tunasikia vizuri? Walikuwa na neno kwa sehemu. Haikukuwa kamilifu. Unaposikia nabii anaposema walivuviwa kwa Roho Mtakatifu kulingana na neno la wakati wao, ndio alikuwa Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Luther hakubatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Talibatiza na Branham tena naongezea Luther, huyu Martin Luther, mwenye alitoka kwa Katoliki, alikuwa anavuta sigara. Na iko message. Unasikia vizuri? Alikuwa anavuta sigara. Na iko mjumbe wa wakati wa nani? Wa kuhesabiwa haki. Haiko kweli? Au watu hawasomi nabii? Alikuwa anavuta sigara? Unasikia? Yaani tuseme kwa mfano kama vile Branham avute sigara, asingevuta na yeye. Bila malaika asingevuta. Bila malaika asingekunywa pombe. Bila malaika asingeuana. Hakusema familia yake yote ni wauaji. Kwa hiyo tukatae kwa sababu familia yake ilikuwa ya wauaji. Unasikia? Neno la Mungu watu wasisome kama gazeti. Eti kwa sababu kasitashuna kalogota paf. Ni kweli ndugu Branham aliuimba. Sasa tunachanganua humu hii ambayo inaandikwa humu na yenye Branham anasema inaambatana. Tunasikia vizuri? Hii ambayo inaandikwa humu itenzi 102 inaambatana venye Branham anasema. Lakini alichukua sauti kama hii, nitamjua kwa alama ya misumari. Sehemu ya neno ya wakati wao ya Wamethodisti. Na ndio maana sisi tuko na kuhesabiwa haki leo, tuko na utakaso na ubatizo wa Roho Mtakatifu ili tukamilike. Na Branham akatoa mfano wa mtoto anapozaliwa kikawaida. Utakataa kuhesabiwa haki? Hauko Mkristo. Unasikia vizuri? Vyote venye Luther alifanya vyote ilikuwa dhambi. Wesley vyote venye alifanya ilikuwa dhambi. Haikukuwa neno. Je, humu mtenza hamna nyimbo ambazo zinaambatana na neno? Azimo? Zote ziko neno humu. Si humu simuko Baba, Mwana, Roho Mtakatifu humu. Haziko hemo. Tutaiimba. Haiko tenzi. Haiko tenzi humu. Hamna wimbo wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu humu. Tutaiimba. Tunachunguza kila wimbo, kila hatua kwa nuru ya wakati. Tunasikia vizuri? Amen. Sawa? Tuko pamoja? Je, kila ambacho nilisema juzi na vile Branham anasema hapa vinapingana? Vinapingana? Hapana. Toa uaminifu, usiseme kwa sababu ni sheria na vile. Tuko mbele ya Mungu. Tuko mbele ya Mungu kwa sababu Mungu iko na record hivi. Venye nilisema, nikasema kwamba matoka hapa.
Toka hapo si kuchapa. Wende kwa bibi yako. Wende kwa bibi yako kule. Wende Takuya baadaye Kwa sababu juzi nilisema kwamba sio kila wimbo ambao tutaimba ambao ni wa ufunuo. Nyimbo za mingi ambazo tunaziimba hazina ufunuo. Nikaanza taja hii tenzi. Kazi yangu ikiisha na ndo gisi nilianza hivi. Nikasema kuna andiko ambayo nabii anasema vile. Unasikia vizuri? Je, ulisikia hizi shairi ulizisikia humu? Lakini couple iko humu? Couple iko humu? Ya tutaimba tu couple. Tutakuwa tunaimba tu couple. Tunasikia vizuri? Watu wako wajuaji Syracuse, mwache mtoto. Hapa. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Branham ndo anasema hivi? Ndo Branham anasema mimi maisha yangu ikiisha hapa duniani kisha nikiokoka. Ukimaliza kazi ndo unaokoka. Ajabu. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Unasikia vizuri? Eske sisi tunavaaga kutokuharibika? Kutokuharibika si ndio mwili wa utukufu? Uko wapi? Yaani hivi yaani ukuko mwili ambao unatusubiria kule subiri nitasomewa na Branham, mtasikia Branham anasema. Uko aina ya miili hapa, asili ya mwanadamu. Kuropoka tu. Anachukua, si ndio maana vinaleta shida hadi kwenye mitandao. Habari za Branham ameonekana kumibati. Watu hawakufunzwa message, hawajui message ni nini. Mimi sitoa watu wakanda hao. Mimi nakwambia wana mapepo. Tunasikia vizuri? Ni mapepo. Kwanza mimi nataka nikuambie hivi. Wote ambao wanatoka wanaenda fanya makani, hawatoki kwa njia sahihi. Branham alisema mkiwa na shida mkanisa utoke. Mimi nakwambia wao wote bakanda wenye unawajua. Bote hata Branham Tabernacle kwa Joseph. Tunasikia vizuri? Walianza kubebana na Collins. Bisi vinajulikana. Mimi mwenyewe nishaviona kwa mitandao wanaongea reunion wa Diacre Jeffersonville. Mimi nilisikiaga mimi. Choka kuambiliwa. Google viko eko. Tunasikia vizuri? Bakaanza bebana. Sawa? Collins na Joseph. Banaanza bebana. Mmoja akaenda mwingine mahubiri. Collins akasema hapana. Tusibeba, akatoka. Akaenda weka kanisa yake Collins. Willard Collins. Tunasikia vizuri? Wakati alikufa bakaona baba vicha ile aibu ile. Ndio maana tena bakaenda bakampeleka maiti yake wapi? Jeffersonville kule ku Branham Tabernacle. Sio inajulikana. Utakuja kutuambia si hatuvijui. Tunasikia vizuri? Na hiyo pepo ndio inavamia watu wote hapa. Makanda. Pepo za kuzimu. Ni roho wa division. Watu hawataki kuwa pamoja waongozwe na nabii. Wakati wa nabii watu walikuwa wasikii kanda. Tunasikia vizuri? Hawakuwa wanasikia. Wangapi walitoka Branham Tabernacle kwenda kuweka kanda? Wapo? Huko ambao wakati wa Branham walikuwa wanasikiliza kanda, wengine wakatoka wakaenda. Wapo? Huko kanisa wakati wa Branham ilitoka ikaenda jikata ikakanda. Unasikia huko? Sasa wewe yako unatoka mkanisa yenu unaenda weka kanda. Anglican neno. Kwanza uko na neno ambaye inakwambia utoke mkanisa uende weke kanda. Uko nayo? Subiri. Hako kapumza kakitoka utajua kwenye utaenda. Unasikia vizuri? Mafarisayo walienda na wako na neno. Walikuwa na nini? Neno. Si walikuwa na neno, walienda kuzimu. Nauliza swali. Mimi kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Ndio Branham anasema tunaokolewa kwa kazi. Baada ya kutumika kazi ndio unaokolewa. Hii inaambatana? Hapana. Na kuvaa kutokuharibika. Nitamjua Mwokozi nifikapo ngamboni.
Ukifika de l'autre côté, Yesu ndo anakuaga anapokea watu kiwango cha 6. Hapana. Yesu ndo anapokea. Branham wakati alienda, Yesu ndo alimpokea kule. Wakati alionekana iko kijana kule. Nani alipokea? Wenye walimwambia notre précieux frère dans le ciel céleste. Waliomkaribisha ni wanani? Wandugu. Alikuwa Yesu Dans la quai céleste, tous les saints, ils ont crié, notre précieux frère. Sio kweli? Je vis un grand chant verdoyant. Ba frère, ndio hatukusoma wiki za nyuma hapa. Eti hatukusomaga hapo kwamba nabii anasema kwamba wakati ndugu dada anapotoka katika mwili, wale wa frère ambao wanakuaga upande wa pili wanakuja kusubiria kuntachi kuinchi kavu, wanakuja kukusubiria ili bakupokee plito. Chokwe nadia kusema hapa ni Yesu. Sasa ukifika hii couple ya kwanza inasema ni kweli, tuiimbe na uliza. De l'autre côté Yesu ndo anakuaga anatupokea. Upande wa pili Yesu ndo anakuaga anatupokea. Je, Yesu yuko kiwango cha 6? Branham wakati aliingia kiwango cha 6 alimuona Yesu kwa sababu yeye alikuwa na nia ya kumuona Yesu. Walimwambia eti iko juu yako. Sio kweli? Na hapa tena Yesu haiko juu ya Branham. Angalia foto yake. Nani mwenye iko juu ya Yesu? Yeye. Branham kiwango ya ngapi? Ya 6. Na Yesu? Ya 7. Si picha inaleta somo hapa. Tunasikia vizuri. Hawa waliandika haya mashairi kwa Roho Mtakatifu wa wakati wa kipindi ya matengene. Tunasikia vizuri. Mimi nakwambia kama uko makini, nakwambia shetani hata kuja kinyume ya neno. Na ndio maana Mathayo 24 usifikirie eti kwamba ni madhehebu. Sawa? Hii hapo Mathayo 24. Eti kama ingepoteza kama wateu kama yamkini hata mteule angepotea. Hii haiko madhehebu. Ni ba frère ambao watakuletea jumbe ya Branham. Unasikia hii? Si ndio walipost hii? Bali niwekea hii ku status hii. Baada ya mimi kusema hii. Na ukienda sikia audio yake. Bana imba. Hii hapa yenye nakusomea. Bana hii sasa inaambatana na hii atenzi. Inaambatana. Ajabu. Watu leo ni wapagani sana. Mimi nakwambia shetani hata kuja kinyume ya neno. Sawa? Wakati Yesu alipojaribiwa, shetani alikuja kinyume ya neno. Hakumshika kwa neno la wakati. Ajabu kabisa. Sikia couple ya 3. Nao waliokufa katika Bwana Yesu. Branham anapanda zaidi. Branham anasema aliye ndani ya Yesu hakuagi anakufa. Aliye ndani ya Kristo hakufagi. Tunasikia vizuri? Kristo si ndio uzima. Sasa wewe ukiwa ndani yake una kifo. Umanosho preliminaire kwa chini kwa kwenda kufundisha ku Sunday school. Ndio wanaleta kwenye university. Hawana wale watoto. Tunasikia vizuri? Sikia. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Si Yohana 14. Yohana 14. Naenda kuandalia nini? Ili pale nilipo na nyie makao ni nini?
Niye tandi ni nini? Unasikia huko Ni mwi. Sasa hapo utaimba tu furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyeniandalia. Makao gani? Unaimba peroke. Unasikia vizuri? Kila kitu tunachunguza na neno la wakati. Hata kama wewe ni nabii anasema, unasikia vizuri? Tunachanganua na zingine aya zenye nabii anasema. Hakusema nani? Hakusema Kaini ni mtoto wa shetani? Hakusema hivyo nabii? Aliishia hapo? Aliishia hapo? Akasema tena Kaini ni mtoto wa nani? Wa Adamu. Kaini ni mtoto wa nani? Tukubali ya wapi sasa? Kati ya shetani na Adamu, tukubali ya nani? Yote. Ya kweli ni ya wapi? Yote. Yote. Sikia huko. Sawa? Na ndio maana unakuta leo, ngoja nisome napi. Sijui kama nitapata ile sitasha. Hukumu ngoja nisaidie nione ile aya kama nitapata. Paragrafu ya 100 na ngapi? Nilikuwa nataka nisome kwenye Branamu anaongelea habari za hizi nyimbo hizi. Dawa manta kuchapa, tulia. Yaani nitajisikia vibaya nikikosa hii aya hii. Sikuiona. Sijui kama inaweza kuwa humu. Samahani kidogo nitafute hapa. Ni ya muhimu sana. Iko ya muhimu. Dawa mata kuchapa, tulia. Chelea cha kulala. Toka hapo. Chuka, wende kwa vyako. Wende kule. Wende kule. Wende. Yeah.
a pas la semence, ndo nabii anasema. Il n'y a pas la semence, iko wapi hapa? Sheria cha kulala. Nasikia vizuri? Wala hiyo sikuiona, ningeisoma. Iko humo hukumu ya kwa wakilishi. Sasa au paragrafu hapa ambao nabii alisema hata mengine ambayo nilikuwa napanga sikuona. Kwa tusoma ujumbe hapa, tunaenda malizia. Siku ile tulisha wapi? Tulisoma ujumbe wa mwisho, kwa ujumbe gani ule? Lakini sitasoma hata tena historia ya udada. Ishapita hivyo. Naeleweka tu. Mwenye hataki anaacha. Ni kweli? Mwenye hataki aache tu. Hakuna shida. Hatulazimishani hapa. Unasikia vizuri? Hatulazimishani. Sio lazima uamini venye mimi niko nasema. Sio lazima. Na mimi sio lazima niamini venye uko nasema. Lakini Mungu ndo anajua nia na kusudi ya kila kitu ambacho tunakitoa. Tunasikia vizuri? Mungu hata nihukumu eti kwa sababu nilisoma citation vibaya. Tunasikia vizuri? Naweza nikasoma citation vizuri, lakini ikiwa na nia mbaya nitahukumiwa. Tunasikia vizuri? Mungu anahukumu nia na kusudi ya wewe kusema jambo. Tuko pamoja? Ndio maana Biblia inasema mtu anaweza akaa na doctrine nzuri na iko na roho ya mbaya. Tunasikia vizuri? Unasomea watu na lakini roho yako iko vibaya. Utanyakuliwa. Toka kumbe. Mwagi. Kwa kwambia sitani kwa mkazi hapa. Tuende ujumbe wa Écoutez Savoir ya 58 tarehe 5 mwezi wa 10. 58 tarehe 5 mwezi wa 10. Isikie sauti yake. Mkifaransa mkiswahili ilihubiriwa Jeffersonville, Indiana. Je, tumeelewa? Mungu akitupatia mengine tunakuja. Si hatuogopi kutengeneza kama tumeenda vibaya. Unasikia vizuri? Mimi sikwagi na roho ile ya ukakamavu. Eti mtu alinisaisha nikose kusema ama kutengeneza. Unasikia vizuri? Lakini wimbo na vile nabii anasema haiambatani. Tunasikia vizuri? Tukiingia kiwango cha 6, Yesu hakuagi anatukaribisha ama kutulaki. Wanaotulaki ni wandu. Tumeona mfano kwa Abraham. Wakati alienda kiwango cha 6, sio Yesu mwenye alimkaribisha. Ni wandugu na wadada. Na ndo akamwambia notre précieux frère.
ndugu yetu wa samani, akakumbatiana na Ope na Sharo Rose. Kule walikuwa shakuwa mabinti wa miaka 18 hadi kwenda miaka 22. Unasikia vizuri? Pia wakamfikisha sehemu ya juu hivyo, wakamuinua, akasema kwa nini mnaniinua hapa? Ni kwa sababu duniani wewe ulikuwa chifu, ulikuwa kiongozi. Unasikia vizuri? Baadaye akasema niko nataka nimuone Yesu, iko wapi? Akamwambia haiko wapi, iko kiwango cha ingine cha juu. Unaona kwa Yesu alikuwa, twende polepole. Je, Yesu hivi iko kwenye kiti chake cha enzi. Unasikia vizuri? Twende muhiyo sasa. Si iko na mwili gani hivi? Si teofani? Tunasikia vizuri? Tutaikuja kuiona kesho Mungu akitupa nafasi. Tuone hizi aina za miili. Tunasikia vizuri? Itakuwa ni ujumbe ambao tutakwenda kuonyesha kama nabii anavyokwenda kusema. Sawa? Sasa teofani, sikia ni kuelewesha hapa. Huu mwili wa teofani. Sawa? Teofani kwa maneno mengine ndio logo, ndo ule mwili ambao Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano. Na hapa huu mtu ambaye alifanywa alikuwa ni roho. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Sasa hii teofani ndo yenye Yesu alienda chukua wakati alisema narudi kwa Baba. Anaenda chukua teofani tena ambayo iko sawasawa na Mwanzo 1. Ile roho ambayo ilikuwa juu ya vilindi ya maji. Teofani. Na itakuwa misumari. Ajabu. Unatuletea revelation ya watengenezaji. Sisi tunapanda. Paulo alisema iliyo kamili kija, hii sehemu iliyo kwa sehemu itafanya nini? Itabatilika. Tunasikia vizuri? Itabatilika. Ndio maana Branham alisema Yesu akisimama hapa na makovu na ana kichwani mwake iko na kilemba ama iko na shapo ya miiba. Huyo ni shetani? Ni shetani, haiko Yesu. Yesu haiko hivyo. Yesu akumfikia ya shetani akumtembelea Martin. Akamwambia nini? Ni Yesu uniabudu. Martha alimpigia magoti. Achezea shetani wewe. Isikie sauti yake. Tarehe 5 mwezi wa 10 58. Syracuse, msubiri Roho Mtakatifu awafundishe. Mwajua message mwe. Ikalia buyuwai tu. Nafikiri ni kuweka yu makompyuta mbele eti ndio kuna Roho Mtakatifu. Hakiko watu wengine kai. Hii mabuyuwai. Jao guys. Nabii anasema hivi 19 inasema hivi. Basi nalala. Sikia nabii. Basi nilikuwa nikiwazia jana usiku tu nikiisha kwenda nyumbani na kujilaza kitandani kwa dakika chache. Nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Unasikia vizuri ya? Branham alikuwa anajiuliza. Na ndio maana kila sana dakika tuwe tunatafakari maisha yetu kulingana na neno. Unasikia vizuri? Branham hapa akaanza jiuliza nafsi inakuwaka aje kabisa kitoka. Sawa? Mtu kama anakufa ile nafsi inatembeaka hai. Sawa? Anasema nilikuwa nikifikiria juu ya nafsi inapotoka ndani ya mtu. Kuna nini? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Unasikia vizuri? Yaani mtu ni nini? Ni nafsi. Unaanza hivyo? Au unasikia? Mtu ni nafsi. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo mimi jinsi nilivyo hapa, kinachonisemesha ni nafsi.
sio huu mwili, na ndio maana mwili hautahukumiwa. Tunasikia vizuri? Amen. Mungu atahukumu mwili? Atahukumu roho? Atahukumu nini? Nafsi, kwa sababu nafsi ndio iko na influence roho, inashawishi roho, inashawishi na mwili. Tunasikia vizuri? Inashawishi na mwili. Tunasikia vizuri? Ndio Branham alituambia Mungu anaanzaga ndani kisha anatoka nje, ndio watu wanaona maisha. Kwa hiyo mtu akihukumiwa, hahukumiwi kwa sababu ya mwili wala ya roho, anahukumiwa kwa ajili ya nafsi. Tuko pamoja? Je, tuko nje ya sije? Nafsi inapotoka ndani ya mtu kuna nini? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Hajafa. Nasikia huko eh? Hajafa. Nasikia vizuri? Branham alikufa ama hakukufa? Alikufa. Alikufa? Sawa? Upande mmoja alikufa, mwingine hakukufa. Kwa sababu gani? Nafsi yake. Nafsi haikufa? Haikufa. Lakini mwili uliku na roho yote. Eske ukienda kule Jefferson tutamkuta yako? Ushamwona anatembea kule? Hapana. Je, aishi? Anaishi. Anaishi? Na kama anaishi yuko wapi? Mbona tumuone? Tunasikia vizuri? Unaona mambo ya kiroho kisha yanakuwa magumu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anakufa, nafsi ndio inatokaga. Vile tunavyoenda kuzika mtu, tunazika dada, tunazika ndugu, sawa? Hatumziki yeye. Tunazika tunazika vizuri. Hatumziki yeye. Tunazika nini? Mwili. Sawa? Tunazikaka mwili ambao alikuwa na utembelea hapa duniani. Kwa sababu huu mwili na wao zile elema 17 ilikuwa na 7 na 6, 16. Zile elema 16 ambazo ziko compose kwa mwili wake, tunaenda zirudisha kwenye zilitoka. Tunasikia vizuri? Si uwai ushatoka? Si moteri ushaisha? Gari ikikosa moteri itatembea? Hapana. Na moteri si ndio nafsi? Ndio nafsi ya mtu, na ndio tena ndio mtu. Kwa hiyo yule mtu akitoka anachoka kukaa kwa hiki, si ndio Wakorintho ilisema? Kwa hiyo mtu akichoka kukaa katika huu mwili, unasikia vizuri? Anatoka kwenye hii maskani ya magonjwa ambao mtu alikuwa anaugua. Unasikia vizuri? Anaondoka. Tuko pamoja? Ni utu wake wa ndani ambao umetoka. Hajafa. Unasikia? Hajafa. Kwa hiyo yule ambaye tunayemzika, mkienda nizika, myanizika mie. Tunasikia vizuri? Naendelea kwa pamoja. Lakini naendelea kuishi mu presence ingine, muwepo mwingine au kwenye kiwango kingine. Tunasikia vizuri? Kwa sababu kwa macho hii ya kawaida hamtaniona tena. Tunasikia vizuri? Lakini niko naishi. Pamoja? Hajafa. Angali hai Branham. Angali mnaona? Anaishi milele. Anaishi. Nao wapendwa wetu ambao wamepita ngambo ya pazia hili wako katika mwili ambao haujui ni nini, haujafunuliwa. Tunasikia vizuri? Bafrera ambao kwa upande wapi? Kwa maneno mengine ambao wako kiwango cha sita. Hawana mwili wa udongo, lakini wako na mwili, lakini ule mwili haujafunuliwa. Haujajulikana kama ni mwili gani. Sawa? Kuna hatua 3 za kila kitu. Kuna hatua 3 za kila kitu.
Kuna hatua ya mwili unaopatikana na mauti. Unasikia? Hatua ya kwanza ya mwili unaopatikana na mauti. Ndio wetu, si tutakufa. Unapata hatua ya kwanza hii. Si ndio mwili wa kwanza huo? Tunasikia vizuri? Kuna hatua ya mwili unaopatikana na mauti. Mwili usiopatikana na mauti na halafu mwili uliotukuzwa. Mnaona? Miili mitatu. Kuna mwili ambao unaopatikana na mauti, huu wa udongo. Ndio unakufa. Wa pili ambao haupatikani na teofani. Unasikia vizuri? Haukwagi na mauti. Na mwili wa tatu uliotukuzwa. Sawa? Naona kama tu vitu vingine kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii miili mitatu iko mfano sawa sawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaona leo sema kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uingia mkondo mmoja na hao watatu hufanya mmoja. Nasikia? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni kitu hiki. Tuko tunaelewa? Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu katika mkondo umfanya mtu huyo. Sawa? Kisha nafsi, mwili na roho hufanya mmoja. Nao usafiri tatu na tatu ni moja. Nasikia huko? Na basi chukua kipande cha kioo chenye ncha tatu, kisha ukiweke juani, kitaakisi rangi. Hata hivyo rangi 7 zitaishia kwa moja. Unasikia vizuri? Nasikia ufunuo wa nabii? Aina 3 za miili. Lakini ukifisione ni mwili huu. Unasikia? Wewe toka hapa. Wende kule. Ndio niko na kutapatapa wewe. Toka hapa. Toka. Shetani wewe. Na pepo yako. Miili mitatu ukifisione inakuwa mwili huu. Nasikia nabii? Nasikia? Na Bwana bariki hao machache. Ishia hapo kwanza. Ishia kwanza hapo. Takuja kuendelea kesho Mungu akipenda. Tupa nafasi. Ya akipenda. Au unasubiri, ulikuwa unasubiri ibada iishe ndio unaamka? Alikuwa analala. Nilikuwa sikia labda analala. Tumeelewa? Hatukuingilia sana mambo ya mwili. Nataka nielewesha hapa. Watu mingi wako na sirika. Wao wananiandikia kama nimekosea. Tuko na Creona Gome. Tuko na Creona Gome. Kiona Frere ndugu yako anakosea, nisaishe. Una haki ya kuniambia nisiende pabaya. Kwa sababu hapa hivi tunapandikiza mbegu. Sasa hatupaswi kupandikiza mbegu ambayo iko kinyume na neno. Unasikia vizuri? So hata hizi shande za iglesia. Hata mwizi muko za kukorije kulingana na neno. Hizi shande za iglesia. Unasikia vizuri? SK ni seconde venue. Nikuja kwa pili kwa Yesu. Tuimbaki humu. C'est la seconde venue du Seigneur. C'est la grâce, c'est la grâce. Atuimbaki. Hii.
C'est la bonne, c'est la grande nuée au bord de cette montagne, c'est la seconde venue. Branham alisema ni seconde venue. Hii niwe ni seconde venue. Iko hemo la grâce pour l'épouse. Haiko Jean des Aigles. Na tunaimba haleluya ya mingi sana. Sio kweli? Branham alisema ni seconde venue. Il a dit c'est la présence de Dieu. Il ujio wa kuja kufunua mihuri saba. Ufunuo sura ya 10. Hii ni uvertire ya mihuri saba. Tunasikia vizuri? Kulingana na ahadi ya Ufunuo sura ya 10. Wakati wa mwisho malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, siri zote zitafunuliwa, na ndio hii yenye litimia wapi? Sunset. Ni kuja kufunua, haiko seconde venue. Tunasikia vizuri? Banani balinyakuliwa, ushanyakuliwa. Branham washanyakuliwa. Seconde venue si kunyakua. Si kuja kuchukua bibi harusi. Ndio ujio wa pili, kwa sababu Branham anasema Yesu yuko anakuja mara tatu. Na ukiweka hii tatu tena Branham anasema ni venue. Mambo mengi kwa. Ni venue mo. Sasa mambo mengi hapa hapo. 3 venues égale ile venue. Branham ndo anasema. Tunasikia vizuri. Sio kweli lakini Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni watatu. Ni watu watatu. Ni ule umo, lakini anafanya hatua ngapi? Mwenye anafanya ukombozi hapa ni nani? Si ni Yesu mwenyewe, lakini kwa hatua tofauti. Si ni ule mmoja. Sawa. Hii ni kufunua mihuri saba. Mungu anakuja kufungua ile kitabu kinatoka mbinguni, kisha funguliwa. Sasa anakuja kupatia malaika wa saba atanga. Branham akasema na ndio hizi jumbe na nini na kanda. Alisema kanda tu. Alisema kanda na juu ilitoka pale. Tunasikia vizuri. Tusimame.